Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, karibu katika kipindi cha Fahamu Mwaka wa Kiliturujia, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi kuanzia majira ya saa 7 kamili za mchana mpaka saa 8. Na katika kipindi hiki msikilizaji, huwa tunaongozwa na mada mbalimbali, ambapo kwa siku ya leo tunaendelea na mada ya wiki iliyopita, mada inayosema liturujia ya Kwaresma na maana halisi ya kiroho ya Kwaresma. Nikualika msikilizaji uweze kubakia kando ya redio yako ili upate kufuatilia kwa undani zaidi juu ya mada hii, lakini pia kama utakuwa na swali lolote linalohusu Kwaresma au juu ya mada yetu ya leo, unayo nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Hiyo ni nambari maalum kabisa kwa ajili ya ujumbe mfupi, na nambari ya kupiga simu ni 0782 611178. Nilipo hapa studio, langu jina ni Siwe Mapo, lakini siko peke yangu, ninaye Padre Andrea Ruziga anayefanya utume wake katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, na nyumba ya malezi Askofu Mkuu Malio Mgurumbe kama mwalimu na mlezi. Kumbuka msikilizaji, wewe ni sehemu ya kipindi hiki na unayo nafasi ya kushiriki nasi. Baba, karibu. Asante ndugu mtangazaji. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi karibu tuendelee na kipindi chetu hiki kwa mada ambayo tayari imetambulishwa hapo, ambayo tumekuwa nayo sasa takribani wiki kama 3 kama sio 4. Hivyo basi tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tuongozwe na sala hii kupitia maandiko matakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako jiweni. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea na ile sehemu ya mwisho baada ya kuwa tumeeleza juu ya majivu, uhusiano wa Kwaresma na majivu, na tuliangalia kupitia sala za kiliturujia, hasa kupitia ile adhimisho la kiliturujia siku ya Jumatano ya majivu. Na baada ya hapo tukaangalia uthibitisho wa kibibilia juu ya alama hii tunayopakwa au ishara hii ambayo tunapakwa ya majivu, ikiwa na uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya toba na kufunga na kutubu ili kumrudia Mwenyezi Mungu, na hivyo kubaki katika muunganiko na Mwenyezi Mungu. Na baadaye tuliona alama ya majivu na maana yake, na baada ya hapo tukaweka angalisho. Hii pointi ambayo tulielezea angalisho juu ya ishara au alama inayoonekana kwa nje inapaswa kuleta mabadiliko ya kweli ya ndani.
na angalisho lilikuwa hivi: je, shida inakuwa wapi? Pale ambapo siku ya matukio au maeneo ambayo au siku ambazo unakuta watu wanajaa sana. Tulisema siku ya Jumatano Majivu ndani ya kipindi hiki cha Kwaresima, ibada ya njia ya msalaba, Ijumaa Kuu, lakini tukirudi nyuma pia ile Dominika ya Matawi na pia mkesha wa Pasaka. Kwa hiyo swali likaja, wanaelewa nini hawa watu? Kwa nini baada ya hapo lile kundi kubwa lililokuja siku ya Jumatano Majivu hatulioni siku ya Dominika ya kwanza ya Kwaresima? Je, hawa wanafata majivu au wanamfata Yesu kupitia ile adhimisho la kiliturujia? Shida inakuwa wapi? Kumbe katika muktadha huo, ili angalisho maana yake linaonya juu ya mazoea mabaya, juu ya kufata tu kipindi cha Kwaresima kama mila tu na desturi ambayo haigusi moyo na wala haileti mabadiliko ya kweli na ya ndani ya mtu. Na Mungu anaonya hali hii ya imani ya matendo na ishara za nje bila kuishi maana ya ishara hiyo. Hii ni sawasawa kwa kweli na maisha tu ya ushirikina, maisha ya ushirikina, kwa sababu mtu anafanya kitu akitegemea kwamba kwa yenyewe ina nguvu. Lakini tukumbuke mwanadamu ambaye ni mwili roho, ili roho yake iendelee kupata neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huu mwili huu lazima uonekane katika kutenda yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka. Yaani roho ingeweza kuyatenda, lakini roho kwa sababu imo ndani haiwezi kutoka kuyatenda. Huyu mtu sasa, kwa sababu ni mwili roho, ule mwili unaoonekana ndio unaofanya kazi ya kuyatenda yale mema, ili mwili upate haki yake na roho ipate haki yake. Ni kama vile tunavyokula chakula, tunakula ugali, tunakula wali, tunakula makande na kadhalika. Kwa kweli ili mwili sasa uimarike, hiki chakula kinacholiwa lazima kiende kwenye mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Mfumo wa umeng'enyaji wa chakula ndio unafanya kazi sasa ya kumeng'enya kile chakula, na hivyo kile chakula kinapomeng'enywa, kinaposagasagwa, vitamini vile vinavyohusika vinaenda mahali ambapo inavyotakiwa, na kwa njia hiyo mwili unajengwa. Kumbe katika maisha ya kiroho, kadiri mimi ninavyojitahidi kutumikisha mwili wangu, kuutesa mwili wangu, kuubidisha mwili wangu kwenda kanisani, maana yake kwa kweli ni ile nguvu sasa inayopatikana inayoenda kuifadhili roho, ambayo hii roho ndio tunaojua kwamba inaacha mwili na kuunganika na muumba wake. Kumbe matendo yote ya nje tunayoyafanya, yale ya ishara yanayoonekana, ni lazima yadhihirishe mabadiliko ya kweli ya ndani, yaisaidie roho, ili roho ibaki kuwa na furaha, ili roho ibaki kuwa na nafasi ya kweli. Kwa sababu usipofanya hivyo, maana yake utakuwa unaitesa roho, unaitesa roho. Na ndio maana sasa haya matukio yanayoonekana kwa nje, hizi ishara zinazoonekana kwa nje, zitusaidie kuwa na mabadiliko ya kweli ya kiroho, na sio tu kufata tu kama tu taratibu fulani, kama tu mila na desturi. Hapana. Na ndio maana tunapenda sasa kuelezea aya chache zitakazotusaidia katika kuangalia liturujia hii ya Kwaresima inayolenga kutubadili katika maisha yetu ya kila siku kama Wakristo, kuwa na muunganiko wa kweli na Mungu. Nasoma kitabu cha kwanza cha Samueli. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 4 aya ya kwanza mpaka aya ya 11. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 4 aya ya kwanza mpaka aya ya 11. Hapa tukisoma tunapata kuelewa vizuri kabisa ya nini kilichotokea kwa hawa Waisraeli. Sura ya 4 kitabu cha kwanza cha Samueli aya ya kwanza mpaka ya 11. Ikawa
Siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri, nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana, Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani wapata 4,000. Kwa hii sehemu ya kwanza, aya kwanza mpaka pili inaeleza Waisraeli wameenda kupigana na Wafilisti. Kwa kweli Waisraeli walipigwa na wakafa wanajeshi 4,000. Hata watu, tukianzia aya 3, hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi, na Hofni na Finehasi wana wawili wa Eli walikuwako huko lilipoingia kambini. Sanduku la agano la Mungu. Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani alijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani mwake. Wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa, na Hofni na Finehasi wale wana wawili wa Eli wakauawa. Kwa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, umesikia mwenyewe kitabu hiki cha kwanza Samueli sura ya 4 aya kwanza hadi ya 11. Mara ya kwanza Waisraeli walipoenda kupigana na Wafilisti, walipigwa Waisraeli wakauawa askari wapata 4,000. Sasa wakajiuliza, kwa nini tumepigwa? Sababu gani? Akilini mwao wakajua kwamba wamepigwa kwa sababu wameliacha sanduku la agano. Yaani ni sasa mtu anaenda mahali fulani anasafiri, anaposafiri anasema ili nipate baraka, anaangalia mfukoni anasema sina rozari, ngoja nirudie rozari. Unaona? Kwa hiyo akifikiri kwamba rozari labda kwa yenyewe tu basi iko salama na afya yake ya kiroho iko sawa. Kwa hiyo kumbe Waisraeli walipopigwa, akilini mwao wakajua kabisa kwamba ni kwa sababu hawakwenda na sanduku la agano. Sasa wakashauriana, tulichukue sanduku la agano likatuokoe. Na maneno yao walioyasema ni haya: twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Kwa unaona, wao waliliona sanduku la agano kama sanduku la agano pia. Kwa hilo namna yao walivyolitazama ni tofauti na namna ambavyo Wafilisti walivyolitazama lile sanduku la agano. Wao waliliangaliaje? Wanasema wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini,
Wafilisti wakaogopa, maana walisema Mungu ameingia kambini. Unaona tofauti ya Waisraeli ambao kila siku wanalile sanduku la Bwana na ndio wamepewa tangu kule mlima Sinai. Ona Wafilisti wanavyotambua kwamba ni Mungu. Unaweza kuona tofauti kati sasa ni mpagani anayeamini na siamini. Anayeamini namna anavyotamka maneno, namna anavyoliangalia sanduku la agano kama tu sanduku la agano ni boksi tu. Halafu huyu mpagani Mfilisti anavyoliangalia sanduku la agano kwamba anajua ni ukuu wa Mungu, ni nguvu ya Mungu, ni Mungu. Sasa Waisraeli wakajua sasa hii vita ya pili wanaenda kushinda. Lakini cha ajabu na cha kushangaza ni kwamba wameenda vitani, Waisraeli wakapigwa. Mwanzoni walikuwa wakwenda na sanduku la Bwana, wakapigwa, askari wakafa 4,000. Walipoenda na sanduku la agano hilo, wakapigwa Waisraeli, wakafa askari waenda kwa miguu 30,000. Maana yake wale maana yake imeongezeka idadi ya 26,000. Waisraeli hawakujua tatizo ni nini, wakarudi kila mtu imani mwao. Sasa tunajiuliza kwa nini Waisraeli walipigwa licha ya kuwa na lile sanduku la agano? Sasa jawabu tunalipata wapi ili tuweze kuelewa? Na ndio maana nikasema mada yetu hii tunayoendeleza ya juma iliyopita juu ya angalisho juu ya maisha yetu ya kipindi cha Kwaresima, na hasa ishara mbalimbali tunazozifanya na ibada tunazozihudhuria kipindi hiki cha Kwaresima kwa namna ya pekee. Sasa ili kuweza kupata picha kamili, tusome kitabu hiki cha kwanza cha Samueli sura ya 7. Sura ya 7 aya ya pili mpaka aya ya 11. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriathi Yearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa sasa hapa uanze kusikia maneno ya Samueli, ndio utajua kwa nini Waisraeli katika sura ile ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11 walipoenda na sanduku walipigwa. Ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo Maashtorethi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu. Unaona, mioyo hii hoja ya msingi, na ndio maana katika kipindi cha Kwaresima unaona ile siku ya Jumatano wa Majivu tuliambiwa rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Matendo ya nje yalete mabadiliko ya ndani. Mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Sasa walivyoambiwa hivyo, Waisraeli wakachukua hatua mara moja. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa Mabaali na Mashtorethi, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele ya Bwana, wakafunga siku ile. Kwa hiyo unaona ishara ya nje hiyo ya pili. Ya kwanza waliondoa zile hirizi na visanamu vya miungu walivyokuwa navyo, ambavyo walifanya mchanganyo. Hapo hapo wanasema wana imani kwa Mungu, na hapo hapo wamevishikilia visanamu wanavyoviamini, vihirizi ambavyo wamevifunga kwenye viuno na kwenye mikono yao pamoja na shingoni. Kumbe tukaambiwa, maana baada ya kutoa hiyo na wakaambiwa kwamba sasa wakusanyike Mispa, wakafunga siku ile. Wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Unaona, wakakiri, wakakubali. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti,
Unaona kwa nini waliwaogopa Wafilisti? Kwa sababu tayari vile vita vya kule Afeki pamoja na Ebenezeri, walipopigana Waisraeli walipigwa mara ya kwanza wakafa 4,000, mara ya pili 30,000. Kwa hiyo waliposikia Wafilisti wanakuja, tayari hofu, lakini wakasahau ndani yao kuna nguvu ambayo tayari imo, kwa sababu wameiweka baada ya kutubu, baada ya kuondoa zile sanamu, baada ya kuondoa hirizi, na baada ya kumrudia Bwana na kufunga. Nao wana wa Israeli waliposikia wakaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa mzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia. Hata Samueli alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakawakaribia ili kupigana na Israeli. Walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa wakawafuatia Wafilisti wakawapiga, hata walipofika chini ya Beth-kari. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Waisraeli tokea Ekroni mpaka Gath, na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Naye huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake. Kwa hiyo umeona, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba hoja hapa ni muunganiko wa maisha. Ni muunganiko wa maisha, kwa sababu bila muunganiko wa maisha ya kweli kabisa, kwamba kile tunachokifanya kwa nje kilete mabadiliko ya ndani, lakini tukifanya kile cha nje kama tu maigizo tu, kama tu kuhudhuria tu, kuwepo tu, bila kuwa na nia mabadiliko ya kweli, kwa kweli tunafanya kazi bure, na hata Kwaresima haitakuwa na msaada wowote. Ni kipindi tu ambacho kinapita, hakitupi nguvu ya kuendelea katika kusimama imara mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunategemea kwamba yule aliyepakwa majivu, kama alikuwa haendi kusali, siku hiyo alikuja kwa sababu ya kupakwa labda majivu na akaweka nia. Maanake tunategemea lengo la kupakwa majivu ni nini? Huyu mtu ameonyesha unyenyekevu mbele ya Mungu, ameonyesha utii wake mbele ya Mwenyezi Mungu, ameonyesha toba mbele ya Mwenyezi Mungu, akiungana na jamii nyingine wamekusanyika pamoja kufunga, kumlilia Mwenyezi Mungu, kufanya toba ya kweli. Alikuwa hasali huyu mtu, kwa kupakwa majivu na kufunga siku hiyo, anamwambia Mungu, kuanzia sasa ninaomba nguvu ya mabadiliko ya kweli ndani yangu, niachane na hali ya dhambi. Nilikuwa sisali, sasa unipe nguvu niendelee kusali na nirudi katika hali ya maisha ya kweli ya Mkristo. Ndio maana tunaimba kwenye kile kituo cha 14 Yesu anazikwa. Namalizia yale maneno kwamba Yesu, tuwe wa Kristo kweli. Tukupa sasa mapendo. Naona? Kwa hiyo mtu anayepakwa majivu au aliyepakwa majivu anaishi kimada. Tunategemea kwamba anaweka mpango mkakati wa namna gani sasa aingie katika maisha ya sakramenti ya ndoa. Yaani kama ulienda kupaka majivu alafu hauna mpango mkakati wowote ule, hakuna tofauti na Waisraeli ambao kwao wamebeba ile sanduku la agano, wanadhani kwamba kwa kuwa tuna sanduku la agano yani inatosha. Hamna.
Yaani na ndio maana walipigwa. Wewe fikiri mara ya kwanza wamepigwa 4,000. Sababu ya msingi waliojua ya kufeli ni nini? Ni kwa sababu hawakuwa na sanduku la agano. Wakalichukua sanduku la agano wakaenda nalo, wakapigwa, wakafa 30,000. Unaona? Kwa hiyo jumla 34. Maana yake hawakugundua tatizo ni nini. Sasa baadaye hii sura ya 7 ambayo nimeisoma hapa ndio inaelekeza kwamba shida kubwa ya Waisraeli waliingia katika kuabudu miungu, wakamwacha Mungu wa kweli. Yaani hapo hapo wanaabudu miungu, hapo hapo wanamwabudu Mungu. Mungu akakasirika. Hilo tatizo Waisraeli wakuliona, na bado kwenye nyumba zao walikuwa wamebeba miungu vya hao Mashtoreshi. Tena hapa imeandikwa kabisa miungu migeni nayo Mashtorethi iondoeni mkamtengenezee Bwana mioyo yenu. Manake mbaki na Mungu mmoja, msichanganye mchanganyo Mungu hataki. Kwa hiyo Waisraeli wakugundua hilo, baadaye ndio wanakuja kugundua na Samueli ndio anawaeleza shida ni hii hapa. Kwa hiyo kupakwa majivu ambayo yamebarikiwa, alafu lengo la yeye majivu ambayo yamebarikiwa na kwamba kuna neema na msukumo wa Mungu ndani, lakini wewe hauna lengo lolote, haisaidii. Yaani ni sawa siku hiyo tu kwa kweli ulipoteza muda kabisa. Poteza muda tu. Na kama kuchafuka tu, tunaweza kusema ulichafuka bure tu. Ukapakwa kama ni kichwani, kwenye nywele au kwenye paji la uso, kwa kweli ulichafua tu paji la uso ndugu yangu. Poteza muda. Hilo la pili. La tatu, huyu mtu apokee Ekaristi Takatifu. Apokee Ekaristi Takatifu maisha yake yote. Ana miaka, ana mwaka, ana siku. Amepakwa majivu siku hiyo. Sasa yale majivu ambayo amepakwa, hoja msingi ndio kama nilivyoeleza ile maana halisi ya kiroho ya Kwaresima, kwamba imewekwa mambo makuu matatu ili manne tuweze kuyaelewa. La kwanza nikasema kurudia maisha ya kawaida ya Mkristo. Na maisha ya kawaida ya Mkristo ni yapi? Ni maisha ya kuadhimisha liturujia na kuendelea kupokea sakramenti. Tunarudishwa katika zile sakramenti zilizotuingiza katika maisha ya kipasaka. Ubatizo, kipaimara, Ekaristi Takatifu. Katika hizi mbili, baada ya kuwa umebatizwa, umemaliza. Baada ya kuwa umepata kipaimara, umemaliza. Sasa inayoendelea kukupa nguvu ya kuishi neema za ubatizo na kipaimara ni Ekaristi Takatifu. Lakini katika kuingia dhambi, inayokufanya sasa uweze kuhuisha hizi neema za ubatizo, neema za kipaimara na nguvu ya Ekaristi ifanye kazi ndani yako ni sakramenti ya kitubio. Sasa miaka yote hujapokea sakramenti ya kitubio, hujapokea Ekaristi Takatifu, umeenda kupakwa majivu, haufanyi nia yoyote ya mabadiliko. Kumbuka hawa Waisraeli hapa, naomba nirudie tena. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote. Hili neno yote ni ya msingi, bila kuwa na hofu wala wasiwasi wowote, kujitoa kabisa kwa Mungu. Na ndio maana anasema basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo Mashtorethi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Tunaambiwa jawabu la Waisraeli, ndipo wana wa Israeli wakayaondoa Mabaali na Mashtorethi, wakamtumikia Bwana peke yake. Kwa njia ipi sasa? Ya kufunga na kutubu. Sasa kama hauweki hiyo nia na hakuna mabadiliko yoyote, kwa kweli ni kupoteza muda, alafu sio maana halisi ambayo Kristo ametufundisha. Kumbuka Yesu katika injili hiyo ya Jumatano, alitujia Jumatano majivu, alieleza mambo matatu: sadaka, kusali na kufunga. Na akasema unapotoa sadaka usiwe kama mnafiki. Unaposali usiwe kama mnafiki, unapofunga usiwe kama mnafiki. Yeye anafanya kwa kujionyesha tu. Sasa kama ulienda kujionyesha tu na wewe uungane na watu wengine, kwa kweli haisaidii chochote. Kwa kweli ni kupoteza tu muda na haumdanganyi Mungu. Kumbuka, unajidanganya mwenyewe.
Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko, na mabadiliko hayo yaonekane sasa katika kuamua kwamba sasa naanza kusali na sala hii ilete mabadiliko ndani yangu. Sasa napambana na hili jambo ambalo limenikamata siku nyingi, mpango mkakati wa kufunga ndoa. Napambana na hili jambo ambalo ni dhambi, hii imekuwa sasa ni dhambi, imekuwa sehemu ya maisha. Napambana nayo sasa, na Kwaresima hii nisaidie niweze kutubu na kuweza kurudi katika njia iliyo njema na takatifu, kwa sababu Kwaresima inakukumbusha kwamba nini mwisho wa maisha yako wewe. Mwisho wa maisha yako wewe unakufa hapa duniani ili uupate uzima wa milele. Na ndio maana nasema Kwaresima ni siku 40 za kutusaidia na kutukumbusha kurudi kuwa Wakristo kweli, kama pale tuliacha kuwa Wakristo kweli, ili mwisho wa siku sasa tufufuke pamoja na Kristo katika Pasaka ya kila mwaka, na hatimaye atufufue sasa katika maisha ya uzima wa milele kwenye hukumu ya mwisho, ile hukumu ya milele. Sasa hilo tusipolifanya, kwa kweli ni kupoteza tu muda. Kwa hiyo hilo ni la msingi sana kulielewa, kwa sababu kinyume chake kwa kweli Kwaresima kila mwaka itakuwa inakuja itaenda, itakuja itaenda, itakuja itaenda, itakuja itaenda, na mwisho wa siku, yani sasa unajiuliza wewe ni Mkristo? Ukristo wako unaonekanaje sasa na unauishije? Basi Mungu atusaidie na neema yake ituguse mioyo yetu, ili kweli turarue mioyo yetu katika matendo ya nje yanayoonekana yakitusaidia kubadilika. Ni kamata ujumbe kwake msikilizaji, anasema tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Yeye anaitwa Baraka kutoka Cheo, Tabora. Anasema swali lake, anasema ni siku gani hatufungi wakati wa Kwaresima, na kama umefunga unaruhusiwa kwenda kushiriki komunyo? Swali lake hilo msikilizaji. Asante mpendwa msikilizaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kuuliza swali. Kwanza tufahamu kwamba katika kipindi hiki cha Kwaresima ni siku zote tunafunga, ila siku ya Dominika ndiyo siku ambayo hatufungi chakula, kwamba hizi siku zingine zote tunafunga chakula kuanzia Jumatano ile ya Majivu mpaka ile Jumamosi Kuu. Hii hapa Dominika hatufungi, na sababu ambayo inayotufanya tusifunge ni kwamba kila Dominika inabaki kuwa ni Pasaka kwetu, ni siku ya Bwana, ni siku kuu, ni sherehe kubwa, Pasaka ya ukombozi. Kwa hiyo siku hii tunamwangalia Kristo katika ufufuko wake. Tumo ndani ya Kwaresima, lakini tunaadhimisha ufufuko siku ya Dominika. Ufufuko huo ndio unaotupa nguvu ya kuendelea sasa na safari hiyo ya kuangalia kwamba maisha yetu lengo lake mwisho wa siku ni kuingia katika ufufuko. Kwa hiyo siku hiyo ambayo tunaita Pasaka ndogo, siku ya Dominika, Pasaka ya wiki, inatukumbusha kwamba tutakuja kusherekea Pasaka ya nini? Ya mwaka, ambayo ndio kwayo tunasubiri ndani ya hizi siku 40. Kwa hiyo tukiwa katika hali hiyo, basi tunaendelea kumsifu na kumtukuza Mungu kwa mabadiliko hayo. Sasa kuhusu kupokea Ekaristi Takatifu, tunapozungumzia mfungo, tunazungumzia kile ambacho tunatafakari kile ambacho kinatuingiza katika dhambi, na wakati mwingine kutepetesha mwili wetu na kutufanya tuingie katika dhambi. Mambo yote ya kidunia ni mambo ambayo tukiyakumbatia yanatuondoa katika mstari na Mwenyezi Mungu, lakini mambo yote ya kimbingu tunapoyakumbatia wakati wowote ule yanatuunganisha na nani? Na Mungu. Kwa mfano, wewe ukasema mimi ninafunga kutokusoma Biblia wakati lengo la kipindi cha Kwaresima ni kukusaidia wewe neno la Mungu liweze kuwa ndani yako,
na kukupa mawazo ya kimungu, baraka ya kimungu, na hivyo utawaliwe na maneno ya Mungu na wazo la Mungu, kwa sababu lengo la kipindi hiki ni kukurudisha kwa Mungu. Nirudieni mimi. Sasa tunamrudia Mungu kwa mambo yake ya kimungu tunayoyafanya kwa nje, kwa sababu kumbuka, tunapofunga kuna mambo mawili hapa. Mwanadamu ni mwili, roho. Tunapofunga tunautiisha mwili. Ninapofanya matendo ya huruma ninautiisha mwili ili roho ipate baraka, neema na nguvu ya kuendelea kuunganika na Mungu. Na hapo hapo roho hii ili iendelee kuunganika na Mungu inahitaji sasa kile ambacho ni roho. Neno la Mungu ni roho, Ekaristi Takatifu ni roho, sala ni roho. Matendo yale ya huruma ninayofanya yanaenda moja kwa moja kuneemesha roho yangu kupitia mwili. Kwa hiyo vile vyote ambavyo ni vya kiroho vinavyotusaidia sasa kuunganika na Mungu, hivyo vinaineemesha roho kupitia mwili. Kwa hiyo vyenyewe sio kwamba tunafunga, hapana, ndivyo vinavyoupa mwili nguvu pia wa kuendelea kufanyaje, wewe sasa kufunga chakula, kuweza kutembelea wagonjwa, kuweza kutembelea wahitaji mbalimbali. Asante. Naam, asante baba kwa majibu mazuri. Ni kamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji, anasema anaitwa Eliezeli Yoeli aka Mkaiti kutoka Hanihani sokoni Igunga. Anasema hakika nimeelewa maana ya kufunga, sio kujionyesha kwa mwanadamu. Haya, asante kwa ujumbe wako. Ni kamata ujumbe mwingine, anasema anaitwa Selemani Ali au Baba Devota kutoka Igunga, mtaa wa Store bomba la chini. Anasema swali lake, je, unaruhusiwa kufunga wakati wa Kwaresma na haujafunga ndoa? Ametaka kufahamu hilo. Asante, umeuliza swali zuri, na ndio mada ambayo tunaiongelea leo. Nikasema juu ya angalisho juu ya alama au ishara za nje tunazofanya kipindi hiki kwa namna ya pekee, kipindi hiki cha Kwaresma. Ukiwa haupo katika sakramenti ya ndoa na unaishi kimada, kwamba kijamii wanajua umeoa una mke, lakini katika imani yetu tunajua kwamba mnaishi tu, mmeamua kuishi pamoja na kujipa ruhusa nyinyi wenyewe bila ruhusa ya Mungu kupitia kanisa. Sasa wewe unapofanya hivyo, kama unafunga, maana yake sasa mmekubaliana na mwenzako kwamba bwana, imetosha kuendelea kutenda dhambi. Sasa hebu tumrudie Mungu, tularue mioyo yetu. Mkafunga kwa lengo kwamba kipindi cha Pasaka kiweze sasa kuwa nguvu, labda mje mfunge ndoa. Ikishindikana labda kipindi cha Pasaka, maana yake mseme mwaka huu Kwaresma hii itusaidie, mwaka huu tuje tufunge ndoa, kama ni hata mwezi wa 6 huko, mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 12 na kadhalika, lakini lengo liwe, nia ya mfungo huu ni hili. Lakini sasa mfikiri unaendelea kufunga, upo na huyo mwenzako, yawezekana mnaporudi basi mnaendelea kuishi yale maisha ya kawaida ya kifamilia, ya mambo ya kindoa, alafu unafunga. Kwa kweli unafanya kama Waisraeli ambao walifikiri kwamba wamepigwa kwa sababu ya kutokuwa na sanduku la agano. Kumbe ni kwa sababu wamekumbatia dhambi, wamekumbatia miungu. Kwa hiyo hakutakuwa na baraka yoyote. Kwa hiyo kwa ushauri, kama bado hamjaamua, endelea tu kupiga msosi vizuri kabisa, yaani wala usihangaike, kwa sababu utakuwa unajitesa bure. Ila kama unafunga kwa lengo hilo la kubadilika, sawa. Asante. Ni kamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji, anaitwa Jinanga Nzengo kutoka Mwanzugi, mtaa wa Buyumba. Anasema tufanye yote lakini tumkumbuke Mwenyezi Mungu, tusichoke kumuomba yeye, ndio kila kitu. Na ujumbe anasema tumsifu Bwana milele na milele. Haya, asante kwa ujumbe wako. Huyu anasema Kristo tumaini letu. Anaitwa Mama Kasongo wa Igunga. Yeye anasema naomba kuuliza, anasema je, siku ya mkesha wa Pasaka unatakiwa kuanza misa au ibada saa ngapi? Swali lake limeishia hivyo. Mungu kupitia kanisa anatuelekeza kwamba adhimisho la liturujia la kesha la Pasaka linatakiwa lianze giza linapoanza kuingia. Giza linapoanza kuingia, maana yake ni kuanzia saa 1 hapo, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 huko, kadiri ya mazingira na hali ya usalama wa maeneo basi, lakini ianze katika hali ya giza ili ilete maana ya kwamba tunawasha ule moto
moto ambao ni Mungu mwenyewe aliye katikati yetu anatuangaza, na hapo hapo huo moto tunatumia kuwasha ule mshumaa wa nini, wa Pasaka, na hapo hapo tunaingia kanisani, kanisa likiwa katika hali ya giza, taa zote zimezimwa, ule mwanga wa Kristo ndio unaangaza, na hatimaye mwanga wa Kristo unawezesha mianga mingine kuwaka. Kwa hiyo kumbe lazima ianze katika hali ya giza, na sio katika labda unakuta watu wanaanza mkesha Pasaka saa 8 au saa 11. Hapana, hiyo sheria inakataa ya kiliturujia. Asante. Na msikilizaji, bado unayo nafasi ya kutuma ujumbe wako, lakini pia una nafasi ya kupiga simu yako kupitia nambari ya simu 0782 611178. Nikamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji, anasema jamani, hapo studio anasema tupendane, alafu duniani sio kwetu ni uzima wa milele. Anasema anaitwa Wazili, anasema kufunga ni alama ya Mungu. Asante kwa ujumbe wako baba, muda na usio rafiki, naomba tumalizie. Asante sana. Ni washukuru nyote ambao umeweza kutupatia tunasema alama ya nje ya kujua. Basi tunaendelea kwamba kufuatilia kipindi chetu na kwamba kinaendelea kutunemesha kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Basi Mungu aendelee kutubariki sote, na kipindi hiki cha Kwaresima kiendelee kuwa nguvu ya mabadiliko ya kweli ndani yetu, tukijua kwamba kilete mabadiliko ya kweli ambayo atakayotufanya tuendelee kuneemeka, na tukijua kwamba Kwaresima sio tu kuhairisha kwamba sasa hivi naahirisha alafu baada ya hapo basi mwendo ni ule ule. Tutakuwa kwa kweli tunakosea. Kama nilivyosema, ni bora tu tukaendeleza tu utaratibu wa kawaida wa maisha kama vile kipindi cha kawaida cha mwaka. Basi Mungu aendelee kutubariki na atutie nguvu. Asante sana, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.